asifiwe. Na wasalimu nyote mahali popote katika uso wa dunia ambapo unaunganika pamoja nami katika ibada hii ya tatu ya mwezi huu. Namshukuru Mungu sana kwa ajili Mungu amekuwa mwaminifu, ametuongoza, ametusaidia, ametutetea na ametupigania katika nyanja nyingi. Yeye ni Ebeneza. Ni Jumapili ya aina gani? Ni Jumapili ambayo katika uso wa dunia changamoto na vita dhidi ya korona na mengi yamejira. Ni Jumapili aina gani? Ni Jumapili ambayo hapa katika nchi yetu ya Kenya tumeongezewa hata siku za kuzidi kukaa nyumbani na kuzidi kujitenga na kufuata sheria na maagizo ya serikali ili tukapate kuepukana na ugonjwa huu hatari, ugonjwa wa korona. Kwa hivyo ninawakaribisha mahali popote ulipo tukapate kujumuika pamoja, tutiane nguvu, tuimarishane, tutiane imani, tuzidi kuombeana na tuzidi kuendelea na safari hii. Siku ya leo tukapate kushirikiana pamoja nawe katika kitabu cha Ayubu 2 kuanzia 7 hadi 13. Job chapter 2 verse 7 to 13. Na kichwa cha ujumbe wetu siku ya leo ni the path of trials in life. The path of trials in life. Njia ile ya majaribu katika maisha. Natumai mtu wa Mungu kwamba kila mmoja anaijua ukweli wa hali ambazo tunazipitia saa hizi na janga ambalo liko katika uso wa dunia. Tunaweza kuwa tumeona na hata aidha tukashiriki katika hali hii ambayo imeleta mshike katika uso wa dunia. Jambo ambalo ningependa kushirikiana nawe siku ya leo ni ukapate kwamba kujua kuna mambo ambayo yanaendelea ndani ya mwanadamu ama katika maisha yake na unayaona kwa kikamilifu na kwa macho yako. Tunaona mauti, tunaona magonjwa yamezidi, tunaona vita baina ya nchi, vita hapa katika nchi ya Kenya, wanasiasa wanainukiana, kuna ugumu wa kimaisha, kuna uchungu, kuna huzuni na mambo mengi ambayo ni ya kawaida na yanaonekana. Kuna katika maisha yetu tunayoishi katika uso wa dunia, kuna mambo mengi yanayoendelea na ambayo tunaweza kuyaona na tukashindwa jinsi ambavyo tunaweza kusema yanatokea. Kwa hivyo kuna kitu ambacho kinaendelea ambacho hatuwezi kukieleza vizuri, na ndiposa ningependa kupata kufungua macho yako siku ya leo kwamba kuna mambo yanayoendelea katika ulimwengu wa kiroho. Kuna vita ambavyo vinaendelea katika ulimwengu wa kiroho, na vita hivi vinatuhusu sisi. Hata japo kuwa hatuvielewi vizuri, matukio yake tunayaona. Na kunaye yule ambaye anatuwezesha kupata kuyashinda yote ikiwa utapata kumwamini na kumtumainia maishani mwako. Katika hivi vita utapata kuelewa na kujua kwamba kunaye Mungu asiyekuacha na asiyekupungukia. Vita hivi ni lazima uvishiriki, vita hivi ni lazima ujihusishe navyo. Na ningependa kukurudisha tu nyuma ukapate kuona vita kama vile ambavyo Danieli mtumishi wa Mungu alipitia. Hakukuwa ametenda uovu. Na hapo awali nilikutangulia kukuambia kwamba janga na mauti na maafa na mambo mengi yanayofanyika katika uso wa dunia hatuwezi kuyaepuka ili tukapate kumwamini, ila tukapate kumwamini Mungu. Nikakwambia kwamba kuna hali ambazo Mungu anaruhusu ili zipate kutujenga imani yetu ama kujaribu imani zetu.
Nikaanza kukuambia kwamba Mungu hatakuacha, Mungu hatakupungukia. Japokuwa utaingia katika ile hali, japokuwa utaingia katika ile hali. Ni hali gani hii? Ni hali ya mauti, ni hali ya mateso, masononeko na mambo kama hayo. Danieli anaingia katika hali hiyo, katika den of lion. Tunaona kina Shadrach, Meshach na Abednego wakiingizwa katika tanuru ya moto. Tunaona sasa akina Petero hawakuwa wamefanya uovu, japokuwa wanajikuta katika magereza. Akina Paulo na Sila wote wanajikuta katika hali zisizo nzuri, na wameokoka. Watu wazuri wanapopata maadili yake Mwenyezi Mungu wanayafuatilizia, wanamcha Mungu vizuri. Na leo hii ningependa sasa tuangalie pia Ayubu. Natumai kwa wale ambao mmesoma Biblia katika Job chapter 1, na ukiwa na wakati wako wewe mtu wa Mungu utapata kusoma vikamilifu pale nyumbani. Ni kwa maana ninajua unaielewa historia hii ya Ayubu na vile alivyopitia changamoto na vile vita iliyotendeka kule juu mbinguni ili muadhiri yeye katika uso wa dunia. Natumai unapata kujua kwamba ukurasa huu wa kwanza, Ayubu alipoteza kila kitu. Alipoteza vitu vyake vyote vya thamani. Akapoteza ng'ombe, akapoteza kondoo, akapoteza wafanyikazi na akapoteza hata watoto. Ningetafadhali kukuuliza ama kukusii ujaribu kufikiria pamoja nami huzuni na maombolezi ambayo Ayubu anayapitia. Ni mambo ambayo yanavunja moyo hakika. Ni mambo ambayo wengi wanapitia katika hali hii. Ni mambo ambayo wengi wanahuzunika. Walakini Ayubu kuna jambo ambalo analitenda katika ukurasa ule wa kwanza, verse 21 to 22. Nitakusomea kwa Kizungu na anasema hivi: Naked I came from my mother's womb, and naked I shall return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Verse 22. Through all this, Job did not sin, or did he blame God, or even blame anybody. Japokuwa haijaandikwa pale katika Biblia, Ayubu hakumlaumu mtu yeyote yule, hakumlaumu Mungu. Na kwa yote Biblia inasema through all this Job did not sin, or did he blame God. Natumai kama haya yangekuwa yametukumba, natumai kama haya tungekuwa tumeyapitia. Katika nchi yetu mambo mengi hayatendeki pasipo na sababu. Utasikia mtu akisema lazima mkono wa mtu ulihusika kwa mambo haya. Basi mwanadamu amekuwa ni mtu wa kuwa na hisia fulani katika moyo wake na kulaumu kwingi sana. Saa hizi tuna magonjwa haya ya corona yanayoendelea. Wengi watalaumu serikali, wengi watalaumu watu wengi. Natumai mtu kama Ayubu angekuwa ni mtu kama huyo, angesema labda analaumu weather vile ilivyo, analaumu watu wengi. Mtu wa Mungu, wengi wanarudi nyuma wakati wa majaribu. Wengi wanalaumu ndugu zao, dada zao. Wengi wanalaumu hata serikali. Lakini haya yanatuonesha na kutufundisha kwamba tunaweza kuzidi kumwabudu Mungu licha ya yote tunayoyapitia. Kwa hivyo nilikuwa nakupa muktasari huu ili ukapate kuelewa. Pale ukurasa wa kwanza, Ayubu amepoteza mali yake yote, amepoteza wanyama, amepoteza hata watoto, na amepoteza hata wafanyikazi. Na haya yote Ayubu bado anasema na jina la Bwana lipate kubarikiwa. Na katika haya yote hakutenda dhambi. Wengine labda hata wange commit suicide, wengine labda hata wangeenda
kiasi na kujikana. Haya yote yalitendeka kwa Ayubu, na ndiposa siku ya leo tunataka kujifundisha the path of trials in life. Kuna vile ambavyo kuna njia ya majaribu, na kila mmoja wetu lazima aipitie njia hiyo. Na sasa katika Job chapter 2 tutakapopasoma kuanzia pale mwanzo hadi 13, Shetani anapewa tena nafasi nyingine. Ona, ni nafasi ya kwanza. Tutasoma on another day the angels came to present themselves before the Lord, and Satan also came with them to present himself before him. And the Lord said to Satan, "Where have you come from?" Satan answered the Lord, "From roaming throughout the earth, going back and forth on it." Verse 3, then the Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil, and he still maintains his integrity, though you incited me against him to ruin him without any reason." Natumai umesikia andiko hilo, na ikiwa utasoma vizuri Biblia yako utaona ni yale maneno ambayo Mungu alinena pamoja na Shetani pale chapter 1 verses 6 to 8. Ni kwa hii tu ambayo neno limeongezewa. Mungu anaongezea baada ya mtihani ule wa kwanza, anaongezea neno lingine. In this passage, God describes Job's qualities just as he did in chapter 1. Na anasema, God says that Job kept his integrity. Ule wakati wa mwanzo Shetani alijaribu, lakini sasa yanakuja majaribu tena ya pili, na Mungu anaongezea sasa kwa yale ambayo alikuwa ameanena mbeleni, akamuongezea kwamba he is a man of integrity. Bwana asifiwe. Pale verse 4 Biblia inasema Shetani akamjibu Mwenyezi Mungu ngozi kwa ngozi. Mtu hutoa kila kitu alicho nacho ili aokoe uhai wake. Hapa nafikiri unataka kuona Shetani anajaribu kupata nafasi ya pili, akamjaribu Ayubu, maana ameshindwa ya kwanza. Verse 5, lakini sasa hebu nyoosha mkono wako uuguze mwili wake, na kuambia atakutukana wazi wazi ama atakuacha. Shetani anapata nafasi ya kuenda kuugonga ule mwili, lakini maisha yake yasiguswe. Angalieni njia hii ya majaribu. Vitu vyote umevipoteza, watoto umewapoteza, wafanyikazi umewapoteza, labda hata kazi umeipoteza, biashara labda umeipoteza. Sasa kunaingia jaribio lingine la pili. Ya kwanza umepatikana unyofu mbele zake Mwenyezi Mungu, mwili sasa ndio unaingiliwa, maradhi yanaingia, uchungu katika mwili unaingia. Mili hii yetu, wapendwa wa Bwana, inabebana na utukufu wa Mungu. Tunaambiwa kwamba mili yetu ni hekalu la Roho wa Bwana aishie ndani yetu, na tukaitoe kama dhabihu iliyo uhai na takatifu inayompendeza Bwana. Kwa ajili hii ndio ibada kamili. Kwa hivyo wale watu ambao mnachukulia mili kwa uzito mkubwa sana, naona kule nje watu wengine walikuwa wakilia saloon zifunguliwe, gym zifunguliwe, boutique zifunguliwe, maana mili yao imekuwa affected na lockdown. Mungu akasema hivi, haya, waweza kufanya utakavyo,
walakini usimuue. Pale verse 7 and 8 tunaona kwamba nyakati hizo, in those days, people thought suffering was related to the sin one committed. Wanaanza kuangalia ni shida gani ama ni kusudi gani ambalo wewe unayepitia changamoto. Angalau ningekuambia siku ya leo, mtu wa Mungu, kwamba na nilianza kukutangulia, kuna mambo ambayo hatuwezi kuyaeleweza, hatuwezi kuyaeleza, bali yanaendelea na yanatukia. Na hata siku ya leo watu wengi wanaamini mapito ama hali watu wanazozipitia ni kwa ajili ya dhambi. Na hata ninatumai pia wewe pale ulipo, janga hili la corona umelisikia wahubiri wengi wakihubiri, umesikia katika maredio na maruninga watu wanaoitanishwa pamoja na jina langu, ikiwa watanyenyekea na kuziacha njia zao mbaya, mimi Mungu toka juu mbinguni nitasikia hata kilio chao. Basi wanaashiria kwamba jaribu ama changamoto wanazozipitia zaweza kuwa ni kwa ajili ya dhambi. Ni jambo moja tu, lakini pia inaweza kuwa ni kwa ajili ya kujaribiwa imani zetu. Ni vita zinazoendelea, na ndipo unaona Yakobo anasema ihesabuni ni furaha tupu mnapopitia kwenye majaribu mbali, majaribu ya aina mbali, ili mkapate kujua kule kujaribiwa kwa imani yenu kukapate kuleta saburi. Kwa hivyo majaribu mengine si kwa ajili umetenda dhambi, mtu wa Mungu, ila ni kwa ajili ya kujaribiwa imani zetu. Hatuoni kama kuna mahali popote ambapo Ayubu anamlaumu Mungu. Katika Yakobo 5:10 hadi 11 Biblia inasema, ndugu, mkitaka kuona mfano wa subira na uvumilivu katika mateso, fikiri juu ya manabii ambao walionena kwa jina la Bwana Yesu. Bwana, verse 11, tunawaita hao wenye heri kwa sababu walivumilia. Mumesikia habari za uvumilivu wa Ayubu, na mnajua jinsi Mungu alivyomtendea mwisho, maana Bwana amejaa huruma na hata rehema. Kwa hivyo mtu wa Mungu, huenda labda hukufanya dhambi, huenda kuwa labda hukutenda jambo lile na ukasingiziwa, lakini acha nikwambie kwamba tunastahili tukapate kujua kwamba majaribu haya hayana kinga. Kwa hivyo pale verse 9 to 10, this is the first mention of Job's wife. Tunaona mke wa Ayubu sasa anaingia katika mipangilio ile, na ninajua mtu wa Mungu lazima moyo wake ulikuwa umevunjika sana kwa ajili ya matukio haya. Unaweza imagine, mama amepoteza urithi wake wote, amepoteza utajiri wake wote, amepoteza hata watoto wake. Kwa hivyo tunapoona jibu analopeana mahali pale, natumai imani yake ilikuwa imetingishwa kiasi ya kwamba anafikia wakati ambapo mapito haya yamekuwa ni mazito sana. Na anapo sasa muona mume wake kwa yale anayoyapitia, inakuwa ni uzito mkubwa sana ndani ya imani yake. Kwa hivyo anaona ni heri sasa Ayubu, kama ingewezekana tu, njia rahisi sana ya kuepuka changamoto ama majaribu ni kutoa uhai. Maana kwa ufupi anamwambia condemn God, curse him. Ni usia gani ambao tunapata kutoka walio wa karibu sana, wanaoona mapito ambayo unayapitia,
wanaoona changamoto unazozipitia, na hususan sana kwetu ambao tumeokoka na kudhamini wake zetu ama watu wa karibu sana, watu wa karibu mno, usia ambao wanaokupatia. Wakati Ayubu anasema you foolish woman, si kwamba ni matusi, bali aliona ni mtu ambaye alipungukiwa na imani, mtu ambaye alipungukiwa na kutokumuelewa Mungu hata zaidi. Natumaini moyo ambao umejawa na huzuni, na tunaweza kuwa wepesi sana kumhukumu mke huyu wa Ayubu. Badala ya kusafa, badala ya haya mapito unayoyapitia, labda mtu atakushawishi, kwa nini usiende uwe? Kwa nini usiende uibe? Kwa nini usiende ukadivorce? Na ni mapito tu. Labda nikupe changamoto wewe unayenisikiza siku ya leo. What did you advise to any colleague of yours ambaye alikuwa anapitia changamoto? Maana tunaona shetani alikuwa anataka kumtumia mke wa Ayubu ili yale malengo na makusudi yake shetani yatimie kupitia kwa mke wake. Kwa hivyo mara nyingi watu wa Mungu tunapopitia the path of these trials in life, kuna watu ambao tutakutana nao kwa ajili shetani anawatumia, na kuna watu pia ambao vile tutakavyoona, watu ambao Mungu anawatumia kimaishani. Watu wengi humkataa Mungu wakati ambapo mambo hayako mabaya, lakini wakati mambo yanapoinuka na mambo yanapotendeka sana, basi tunapoona kwamba watu hawa umlaumu Mungu, watu hawa umkashifu Mungu. Lakini nukapata kujua vizuri sana kwamba Mungu yu pamoja nao. Katika verse 11 na 13 tunaona marafiki zake Ayubu ambao walisikia ripoti jinsi vile ambavyo Ayubu alipitia janga hile, na hawakukuwa na ripoti ya pili kwamba mambo bado yanazidi kuwa mabaya. Marafiki hawa akina Elifasi, Bildadi na Sofra walikuja kupata kumfariji tu. Natumaini vizuri watu wa Mungu, mahali popote tulipo katika uso wa dunia, tukapate kufanya marafiki, ili wakati wa mambo kama haya, njia hii ya majaribu ambayo kila mmoja ataipitia, wakapate kuja kutufariji, wakapate kuja kutusaidia. When did you offer help to a friend in trouble? Basi wanakuja, na utakaposoma vizuri pale katika Biblia, unaona vizuri sana walikuja kuomboleza pamoja na Ayubu. Ulisikiaje mtu wa Mungu? Siku moja wewe ambaye ulipitia katika changamoto, ukapata kutembelewa, ukapata kupigiwa simu, ulijihisi vipi? Wakati watu walipokushauri, wakati watu walipojaribu kusikia vile ambavyo wewe unavyosikia. Biblia inatuambia ni heri mtu yule anayepatikana katika nyumba ya matanga, tukapate kulia na wao wanaolia. Sasa hizi ninajua kuna upotevu mwingi katika nchi ya Kenya, watu wanapitia changamoto nyingi. Kwa hivyo tukapate kuwa na marafiki katika uso wa dunia, sio tu kwa lengo kwamba tukipata matatizo watakuja kututembelea. Acha nikuambie hivi, mtu wa Mungu Ayubu alipitia changamoto hizi zote za kimaisha ili akapata kuwa ni ushuhuda kwamba kunaye Mungu ambaye ni mwaminifu na anaweza kutuokoa sisi kupitia kwa majaribu yote.
Kwa hivyo tujifundishe nini siku ya leo kupitia kwa hadithi hii ya Ayubu? Ningependa tena ukiwa pale nyumbani uirudie historia hii vizuri na ukapate kuona vile ambavyo Mungu ni mwaminifu katika kila hali, na hamna jambo linalotendeka katika uso wa dunia ambayo Mungu wetu hajui. Na ikiwa utapata kuelewa haya, basi utajitia moyo, mtu wa Mungu, kwamba Mungu anajihusisha sana pamoja na wewe katika yale yote unayoyapitia. Ningependa ukapate kujua haya ninayokunenea siku ya leo. Tunapojifundisha anakataa dhambi, yeye ni mcha Mungu. Wakati gani haya? Baada hata ya majaribu ya kwanza, Ayubu bado angeanguka na kumwabudu Bwana na kumwinua. Na anasema alikuja uchi hapa duniani na kisha atarudi uchi. Utakapojua, mtu wa Mungu, kwamba vyote ulivyo navyo vinatoka kwa Mungu, hautajigamba, havitakutoa kutoka kwa Mungu. Kwa hivyo vitu vyote ambavyo Bwana anatupatia, nazidi kuomba mahali unaponisikiliza, vitusongeshe karibu na Mungu. Na ndiposa unaona kila siku Ayubu angetoa ng'ombe wale wazuri, angetoa ndama wale wazuri, na kuzidi kumwabudu Bwana na kumtolea sadaka ya kuteketeza. Je, ni usemi gani ambao siku ya leo Mungu anaweza kuwa na ushuhuda juu yako? Mungu anajivunia juu yako, na anaweza kusema kabisa, ukiwa kule katika nchi ya Kenya, ukiwa pale Likoni, je, shetani umemwona mtu kadha wa kadha ambaye ni mnyofu, na kisha shetani aseme ndio nimemuona, lakini ni kwa ajili wewe Mungu umembariki, ni kwa ajili wewe Mungu umemlinda, ni kwa ajili wewe Mungu unamtetea. Lakini Mungu wewe ukiondoa ulinzi wako, yeye atakuasi, yeye atakutukana. Haya sio ambayo yaliyotendeka na maisha ya Ayubu. The path of trials. Saa hizi katika uso wa dunia na hata hapa kwetu Kenya, watu wa Mungu wengi wamepoteza biashara, wengi wamepoteza kazi, wengi wamepoteza na wapendwa wao. Sio tu corona saa hizi, bali kuna magonjwa kama kansa. Kuna mafuriko yanayoendelea katika nchi yetu ya Kenya, na dhiki nyingi na mambo mengi. Je, twaweza kurarua mavazi yetu na kuzidi kukiri na kusema kwamba jina la Bwana libarikiwe? Jaribio la kwanza Ayubu akapata kulishinda. Na alilishinda vipi? Alimjua Mungu wake vizuri. Alikuwa anajua neno lake Mwenyezi Mungu. Aliishi maisha matakatifu. He was not a Sunday worshiper. Alikuwa akiendelea pamoja na Mungu. Alikuwa akitembea pamoja na Mungu katika safari hii. Ni mambo gani ambayo ningependa siku ya leo uende nayo nyumbani, ama ukiwa pale nyumbani ukapate kuyajua? Kama una kalamu waweza kuandika. Point number 1. Trials will challenge your faith. Katika njia hii ya majaribu, haya majaribu yatakuja kuchallenge imani yako. Natumaini nimeanza kukuambia kabisa kwamba ihesabuni ni furaha tu mnapopitia katika changamoto mbalimbali, mkipata kujua kwamba kujaribiwa kule kwa imani yenu, ni imani ndiyo inayojaribiwa. Ayubu hakukuwa anajaribiwa kitu kingine. Hakukuwa amemwasi Bwana, hakukuwa amemwacha Mungu. Ni imani aliyokuwa ikijaribiwa. Kwa hivyo trials will challenge your faith. Trials will challenge your faith. Majaribu yanakuja kuitingisa ile imani yako. Waweza fikiria, mtu wa Mungu, the richest person on the planet Earth, sijui kama ni Bill Gates ama kumekuwa na mabadiliko, lakini matukio kwa mwaka mmoja yatendeke, ukute alikuwa akiishi katika nyumba ya kifahari, ukamkute katika zile kule kijijini,
Na mahali pale shetani alitoka akamtia nani? Ayubu magonjwa katika mwili wake. Yale yalikuwa ni ya nje, properties zake zikaenda, lakini haya yamemjilia mwenyewe. The path of our trials. Ni kama vile tu tunavyohubiri sasa, na yale ambayo tunapitia katika nchi ya Kenya, matajiri kwa masikini. Wengi saizi waliopatikana na magonjwa haya ya corona, magonjwa ya ukoma, yalikuwa yanatuma mtu akapate kutengwa na jamii yake, yakapate mtu kutengwa na kazi, atengwe na kila kitu. The path of our trials, na ni kila mtu peke yake. Kwa hivyo majaribu yanapokuja, mpendo wa Bwana, yanakuja. The trials will come to challenge your faith. Ile imani ambayo umeweka ndani ya Mungu mwenye uwezo wa kukupatia yote. Na wakati mwingi shetani atanena ndani yako na sauti ziko kwamba, je, Mungu wako anajali kweli? Mungu wako anaweza? Hali hii haiwezekani. Na mambo mengi yanatupitia wakati tunapoyapitia haya. Nami nitakuuliza, mtu wa Mungu, je, ushawahi kusikia hizo sauti ambazo zinakuambia kwamba Mungu hawezi? Kwa nini Mungu aliachilia haya? Kwani Mungu hajali? Na ikiwa Mungu ni mwema, kwa nini basi auwe hata watu ambao aliwaumba? Na mambo kama haya. Imani zetu, watu wa Mungu, hazijaribiwi wakati mwingine, ila ni wakati ambapo tunapitia majaribu ya maisha. Hamna mahali pengine imani zinajaribiwa. Natumai unaweza kumbuka wanafunzi wa Yesu Kristo walipokuwa katika the Sea of Galilee, na Yesu alikuwepo katika chombo hicho, na maisha yao yakatishiwa. Yalipotishiwa, wapendwa wa Bwana waliona ni kama hukumu ya kifo ilikuwa juu ya maisha yao, licha ya Yesu Kristo kuwa pamoja na wao. Nataka nitie mtu nguvu, nataka nimtie mtu moyo, nataka encourage mtu siku ya leo akapate kujua katika trials hizi za kimaisha, ama njia hiyo ya majaribu, mtu wa Mungu, Yesu hatakuacha na Yesu hatakupungukia. Mwite. Na ndiposa Mungu anamwambia shetani, nenda ufanye vile upendavyo, lakini maisha yake usiyaguse. Nami nasema heri nipoteze vyote hapa duniani, lakini nafsi yangu ikamtukuze Bwana. Na ndiposa unaona Biblia inasema, kuna maana gani wewe, mtu wa Mungu, upate utajiri wote wa dunia na kisha nafsi yako iende jehanamu? Watu wa Mungu, tumwiteni Yesu, maana imani zetu zitajaribiwa. God is very much interested in everything that we do on this planet Earth. Mungu anajihusisha sana. Waweza sema tu ni biashara tu, hii biashara yangu ndogo, hii kazi yangu ndogo, huku kufagia kwangu, na ukajidharau. Lakini acha nikuhakikishie kwamba katika hali hiyo Mungu anajihusisha sana pamoja nawe. Tujifundishe nini? Jifundisheni kukaa katika zile ahadi za Bwana kwamba Mungu anaweza. Number 2, there are effects of trials, but that does not mean God has left you. Yale madhara yako, wapendwa wa Bwana, ndio tunaona hata akina Elipsa wanapokuja na Bildadi na Zofa wanapokuja kumtembelea Ayubu, Biblia inasema hata hawakumtambua, maana sura yake ilikuwa imegeuka.
The effects of trials, they are there, ndio ziko, lakini haimaanishi kwamba Mungu amekuacha. Maybe nyumba ilichomeka, watu watashuhudia. Maybe kazi iliisha, ama hata mtu alikufa. Those effects, they are there. Hata divorce, tunaona yale madhara yako, lakini si kwamba Mungu amekuacha. There is a God in heaven who hears our cry. Mungu, majaribu wakati mwingine huondoa furaha, yanatupatia huzuni. Majaribu huondoa vile tulivyo navyo, tukabakia wakwekwe. Lakini Mungu anatiba. Kwa hivyo jifundishe, mtu wa Mungu, kwamba ukaondokee kunung'unika, ukajifundishe kumwamini Mungu wakati hao majaribu, ukapate kukaa katika ahadi za Mungu, wa yale Mungu amenena juu ya ulinzi wako, ya yale Mungu amenena juu ya watoto wako. Unaweza kuendelea kusimama katika ahadi zake Mwenyezi Mungu. Wakati gani? Wakati wa changamoto. Unaweza kuendelea kuomba, mtu wa Mungu. Sijui hii itakuingiaje leo hii. Unaweza kuendelea kufurahikia unapopitia katika changamoto zote, ni kwa maana unajua Bwana ndiye ana uwezo hata wa kukurejeshea. Point number 3. Njia hii ama barabara hii ya majaribu ya maisha will reveal the character of your friends. It will reveal the character of your friends. Ile hali halisi ya watu ambao ni marafiki. Na ndipo sasa tunaona mambo kama haya yanaweza kuchipuka, yakakuonesha hali halisi ya mume wako, hali halisi ya mke wako, hali halisi ya watoto wako, hali halisi hata ya majirani yako. Wakati gani? Wakati ambapo unapitia katika barabara ya majaribu. Mke wa Ayubu miaka hiyo yote ameishi pamoja naye, anamwambia simkufuru tu Mungu ufe. Labda alikuwa amechoka ndani ya moyo wake. Natumai, mtu wa Mungu, na nakusii na kuomba, chagua marafiki wako kwa umakini mwingi sana. Je, nitakuuliza siku ya leo, aina ya yale marafiki ulio nao wajenga imani yako ama wanakuondoa katika njia ya Mungu? What type of a company are you keeping? Because wakati wa majaribu kutakuwa na kuchipuka kule ndani yao. Ni nini ambacho huwa ndani yako? Je, ni watu ambao wanaomba nawe? Je, ni watu ambao watakukimu kimaisha? Je, ni watu ambao watakuja kuomboleza nawe? Je, ni watu ambao watakusaidia kifedha? The path of the trials of life itadhihirisha aina ya mke wako ama mume wako. Nimepata kuona hapa katika uso wa nchi yetu ya Kenya, wakati mzee amepata retirement, mama anamwambia mimi nyumbani siendi, watoto wanaasi. Mzee wa watu anaenda nyumbani peke yake. Miaka 5 ni mingi, ikipita basi neema ya Mungu iko juu yake. Anakufa na depression, anakufa na high blood pressure na mambo mengi. Ni mfano tu ninaopeana.
Waweza kuwa mmeishi miaka nyingi, lakini wakati wa majaribu inadhihirisha ni aina gani ya marafiki ambao utakuwa nao. Elipsa, Bildadi na Zofra wanachukua mavumbi katika njia ya kuomboleza na wanayatupa juu mbinguni na wanajipaka katika vichwa vyao na wanakaa na Ayubu siku 7 pasipo kuongea. Wanaomboleza, wanamliwaza, wanaandamana nao anaandamana na Ayubu katika hiyo safari. Trials will reveal the character of your friends. Will they support you spiritually? Je, ndugu zako wanakusaidia wewe wakati unapopitia majaribu haya? Ama nitakuuliza hivi, wewe ni rafiki wa aina gani wewe ambaye unanisikiza siku ya leo? Ni msaada gani ambao unapeana wale ambao wanaopitia changamoto? Mara nyingi sisi tunapenda wakati ambapo mambo yametukia uulize watu weko wapi. Hata kanisani ni hivyo. Waweza kuta mtu anapopitia changamoto anauliza pastor yuko wapi? Wazee wa kanisa weko wapi? Do you support them? Do you help them? What type of a friend are you? Urafiki wa dhati unajulikana wakati ambapo unapitia majaribu. Hapo ndipo utajua marafiki zako. Na point ya mwisho natumai ni kwamba majaribu yanakuja katika njia mbalimbali. The prosperity that you are depending on goes. The family that you are depending on goes. Now the health ambayo umeizuia goes. The relationship goes. Wewe usiseme kwamba ulijaribiwa njia moja kwamba sasa sitajaribiwa tena. Pata kujua maisha mtu wa Mungu tunayoyapitia ni barabara ambayo imejawa na changamoto. Na kama utayajua haya, ni kukufungua macho na mapema tukamtumainie Mungu wetu, tukapata kusimama pamoja nawe. Na kuelekezwa kwa Mungu ambaye anaweza kubadilisha kila kitu kwa dakika moja tu. Na ni huyu Mungu wa Ayubu. Whatever the trials, whatever the burden of need, please bring them to the Lord even today. Kuna wale ambao ninazungumza nanyi pale, ukapate kumletea Bwana hizi shida zote, hizi changamoto zote. Mtumainieni Mungu kanisa. Na nimekufungua macho yako mpendwa Bwana kukuambia, si kila jaribu inakuja kwa ajili kuna dhambi uliyoitenda. Wengine ni kwa ajili ya kujaribiwa imani hizi zenu. Na ningependa kukuambia mtu wa Mungu, wewe ambaye unapitia katika hali hii, kuna wale ambao tunastahili tulete mizigo hiyo yote, na kuna wale ambao ninawasihi na kuwaambia, endelea na devotion, endelea na worshiping, endelea na thanksgiving, endelea kumwamini Mungu, endelea na maombi ya kufunga na kuomba. Haya yote yatapita. Takurudia tena, James chapter 5 verse 11 inasema, we count those blessed who endured. You have heard of the endurance of Job and have seen the outcome of the Lord's dealings, that the Lord is full of compassion and He is merciful. Yes, people of God, there is a spiritual battle ambao tunapitia. Na
Mungu ni roho na vita hivi ni vya kiroho. If only we can be in the spirit, if we can only continue praying, if we can continue with our morning devotions, if we can continue with worshiping and thanksgiving, if only we can keep on believing, then there is a God of Job who can restore. We count those blessed who endured. Tunawahesabu wale ambao wamebarikiwa, wale waliovumilia. You have heard of the endurance of Job. Natumai umesikia kwa uvumilivu wa Ayubu. Yakobo 5:11 inasema hivyo. And you have seen the outcome of the Lord's dealings. Biblia inasema, Hebrews chapter 10 verse 35, cast not your confidence, for it shall be richly rewarded. Cast not your confidence, for it shall be richly rewarded. Mtu wa Mungu, jitie nguvu. Continue holding your integrity. Continue being faithful. Continue shunning away from sin. Continue living a blameless life. Continue walking upright. And for sure, katika njia hii ya majaribu, Bwana atakulinda, Bwana atakubariki, Bwana atakufanikisha na Bwana atakutetea. Asema mimi Mungu anayewasiliana na shetani, namwambia, si ni kwa ajili wewe umeweka ukuta wa ulinzi. Hebu ondoa hayo uone kama hata kuasi. Pateni kujua kwamba Mungu ametuwekea ukuta wa ulinzi, na tunapomwita Bwana anaitika. Kwa hivyo Bwana awabariki, akawadumisha katika wokovu. Tuendelee na safari hii ya imani, kwamba surely it is the path. It is the path of trials in life. Ningependa ukiwa nyumbani usome chapter 1 yote, na kisha uunganishe pamoja na Job chapter 2 verse 1 to 13. Bwana awabariki. Bwana awatendee wema tunapoendelea na safari hii ya imani. Mahali popote ulipo, shalom. Bwana akubariki.